Hayawi yamekuwa, hatimaye mnyama amenguruma. Ndiyo, baada ya kupita misimu minne kavu ya kukosa mataji makubwa ya ligi kuu Tanzania bara na kombe la shirikisho la benki ya CRDB, hatimaye leo hii wekundu wa Msimbazi Simba ni kicheko na furaha kwao baada ya kutwaa taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Azam kwenye mechi kali ya fainali ya michuano hiyo iliyochezwa kwenye uwanja wa Gombani pale kisiwani Pemba, ambapo ni katika mechi ambayo Simba walihitaji bao la kujifunga la dakika ya 62 kutoka kwa mchezaji wa kiungo Yahya Zaid kuhakikishia ushindi huu ambao walikuwa wakiusubiria kwa misimu kadhaa. Ndiyo, ni katika mechi kali, mechi ambayo kocha Steve Barker kama kawaida yake alianza na mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, akawa na viungo watatu na washambuliaji watatu, kwa maana ya kuwa na mshambuliaji bandia, mshambuliaji wa uongo Eli Mpanzu Kibisawala, wakati Azam chini ya kocha Flora Ibenge walianza baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo waliokabaji, watoto shambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja ambaye alikuwa ni Jefte Kitambala Bola. Lakini tangu mwanzo wa mchezo mpaka mapumziko ni Simba ndio waliokuwa wakionekana kumiliki mpira zaidi, lakini hakuna nafasi za wazi za kila mmoja, kila timu kuweza kuzitumia na kufunga. Ndio, mpaka mapumziko Simba walikuwa wakimiliki mpira kwa 57% kulinganisha na 43% za Azam. Ni mpaka mapumziko Simba walikuwa wamepiga shuti moja la kulenga shabaha, shot on target 1-0 kwa Azam. Lakini katika kipindi cha pili bado timu hizo zikiwa zinacheza kwa kuviziana sana, kumiliki mpira kwa zamu. Lakini kwenye kipindi cha pili ndipo presha ya Simba katika shambulizi mojawapo ikamfanya kiungo Yahya Zaidi alikuwa akicheza vizuri mpaka muda huo kujifunga na kuifanya Simba itangulie kwa bao 1-0. Lakini wakati Azam wakitafuta fursa ya kuweza kusawazisha, huku Simba wakiendelea kujiimarisha zaidi katika kuzuia na kushambulia kwa mipango, wakajikuta wakipata adhabu nyingine. Adhabu hii sasa ilikuwa ni ya kucheza pungufu, ni baada ya kiungo wao Faisal Salum Feitoto kuonyeshwa kadi nyekundu na kuwafanya wamalize pungufu Azam, na hiyo ilitokana na kile ambacho kiliibua maswali. Lakini ukiangalia marejeo ya picha za video, ni kweli winga wa kimataifa kutoka Senegal Libase Geye alimchokoza Faisal Salum Feitoto, naye kwa bahati mbaya sana, licha ya ubora wake, licha kuwa mzoefu, akaingia kwenye mtego na hivyo kumshawishi mwamuzi ambaye moja kwa moja alimtoa nje kwa kadi nyekundu ya moja kwa moja, na hivyo kuifanya Azam icheze pungufu. Ndio, wakati huu ilikuwa ni tayari Azam walishaathiriwa katika tukio mojawapo la kipindi cha kwanza, wakati Jefte Kitambala Bola akipokea pasi nzuri kutoka kwa Idi Nado karibu na mstari wa kuingia kwenye 18, alionekana kufanyiwa faulo na beki wakati wa Simba Ishmael Olivier Ture, lakini mwamuzi badala ya kuashiria faulo ambayo ama ingekuwa nje kidogo ya mstari wa 18 ama vinginevyo ingeweza kuwa mkwaju wa penalty kama mwamuzi angeshawishika, kwa kuwa Jefte Kitambala Bola aliangukia ndani ya 18. Kinyume chake, mwamuzi alichofanya ni kumpa kadi ya njano Jefte Kitambala Bola, jambo ambalo lilionekana dhahiri kwamba lau kama angeona marejeo ya picha za video, hakika Azam walistahili kupata mkwaju wa faulo, kwa sababu Ture alimfanyia madhambi Kitambala Bola, lakini akawa mjanja kuonyesha mikono kana kwamba yeye alikuwa ni innocent, hana makosa yoyote. Sasa katika tukio hili la Faisal Salum Feitoto ni kwamba aliingia kwenye mtego wa Libase Geye kwa kujibu, kwa kuretaliate na kujikuta akipata kadi nyekundu katika tukio ambalo pengine angekumbuka kwamba mwamuzi alikuwa ameshaonyesha kwamba hana simile katika kuadhibu, ikiwamo adhabu aliyoipata Jefte Kitambala Bola, ingawa yeye ndiye alifanywa faulo, akajikuta akipewa kadi nyekundu kutokana na vile alivyojibu baada ya kuchokozwa na Libase Geye. Lakini mpaka mwisho wa mchezo Simba wakaendelea kushikilia ushindi wa bao 1-0, lakini kukawa na tukio lingine tena liloibua maswali, tukio ambalo lilihusisha mchezaji wa Azam akiwa katika eneo la 18 karibu na lango, karibu na golikipa Mahamadou Tanja Jibo, alionekana kufanyiwa madhambi, lakini mwamuzi na wasaidizi wake wakaamuru kwamba ni offside. Lakini marejeo ya picha za video yalionyesha kana kwamba aliyefanyiwa madhambi wala hakuwa offside, na wala aliyempasia ambaye alikuwa ni Jefte Kitambala Bola kwa mpira wa kichwa hakuwa offside. Na hivyo lau kama waamuzi wangekuwa makini, pengine
Azam wangepata mkwaju wa penalty, lakini sio offside. Pamoja na yote hayo, ilikuwa ni mechi tough, mechi ngumu, mechi ambayo nafasi hazikuwa wazi sana. Mwisho wa siku Simba wakicheza kwa nidhamu baada ya Azam kujifunga, wakapata ushindi waliostahili, ambao sasa unawafanya wajiwekee rekodi ya aina yake kwamba fainali 4 za kombe la shirikisho wanatoa ubingwa. Hakuna fainali ambayo Simba wameingia wakakosa. Inakumbukwa fainali ya kwanza msimu wa 2016-17 walicheza dhidi ya Mbao, wakashinda 2-1, wakatoa ubingwa. Fainali nyingine ya kombe la shirikisho ilikuwa ni msimu wa 2019-2020, waliingia fainali dhidi ya Namungo, hapa ilikuwa ni dhidi ya Mbao, wakaingia dhidi ya Namungo, wakashinda 2-0, wakatoa ubingwa. Lakini fainali nyingine ilikuwa msimu wa 2020-2021, wakaingia fainali pale kwenye uwanja wa Lake Tanganyika mkoani Kigoma dhidi ya watani zao jadi Yanga, wakashinda 1-0 katika mechi ambayo Mkoko Tonombe alionyeshwa kadi nyekundu. Lakini na fainali ya leo hii 2025-2026 tarehe 4 mwezi wa 7 dhidi ya Azam Gombane kisiwani Pemba, Simba wanashinda 1-0 la kujifunga la Yahya Zaid dhidi ya Azam na kutoa taji la kombe la shirikisho. Kongole kwa wekundu wa Msimbazi Simba, maana walisubiri taji hili kwa muda mrefu, karibu misimu 4 hawakuwa wamelitia mkononi. Lakini kubwa zaidi ni kocha Steve Barker anaonyesha mwelekeo mzuri wa kuifanya Simba itishe zaidi, kwa sababu amewezesha kutoa taji la kombe la Muungano katika msimu huu. Sasa anatoa kombe la shirikisho, na hivyo kuashiria kwamba wakiboresha zaidi kikosi chao katika msimu wa 2026-27, pengine Simba mdogo mdogo ingali ikirudi katika zama zake, zama ambazo baada ya kutoa kombe la shirikisho msimu wa 16-17 dhidi ya Mbao, Simba walienda kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara mara 4 mfululizo back to back, kwa maana 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21 Simba walitoa ubingwa, lakini kuanzia 21-22 watani zao jadi Yanga wakalitoa taji la ligi kuu Tanzania bara misimu 5 mfululizo. Na sasa Simba wameanza kama walivyofanya dhidi ya Mbao kwa kutoa kombe la shirikisho. Swali ni kwamba je, wataendeleza makali haya katika msimu ujao, kwamba watwae taji la ligi kuu Tanzania bara ambalo watani zao jadi Yanga wamelitoa mara 5 mfululizo na wamepania kulitoa tena mwakani, wakisema mwakani tena? Hilo ni swala la kusubiri. Lakini kwamba je, Simba namna ilivyocheza kwa nidhamu leo hii, penye kumiliki mpira kimiliki zaidi, penye kufanya game management kwa maana ya kuhakikisha kwamba wanakuwa salama, wanatuza ushindi wao, walifanikisha. Lakini kwa mtego wa ziada wa baadhi ya wachezaji wake akiwamo Libase Geye kuwachokoza wapinzani na kuwafanya wafanye makosa ya kuadhibu, ikiwamo lile la Libase Geye kwa Faisal Salum Feitoto, mwisho wa siku ikawalipa. Simba wakapata ushindi wa 1-0, ndio mabingwa sasa wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Wanachojiandaa ni kwa paredi kali ambayo wenyewe wanaitambulisha kwamba itaanzia uwanja wa ndege jijini Dar es Salaam watakapotua, itapita Buguruni, itapita Kigogo, Sambusa, halafu inakwenda kukatiza Jangwani kabla ya kuelekea kwenye makao yao makuu ya Msimbazi, na kisha kwenda Coco Beach kwa ajili ya kuhitimisha sherehe za ubingwa wao wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.